Gloria Milimu, KTN. Na bila shaka moja kwa moja tuelekee hadi eneo la Kisumu, kaunti ile ya Kisumu, ambapo ni mojawapo ya ngome, ilikuwa mojawapo ya ngome ya kigogo huyu wa siasa Raila Amolo Odinga. Bramwell Bwire, tuchoree taswira ya jinsi mambo yalivyo eneo la Kondele, manake kamishna hapa alikuwa ananielezea kwamba hii leo hakuna kulala. Je, taswira ikoje katika eneo la Kondele, kaunti hiyo ya Kisumu? Bramwell Bwire. Shukran sana Hassan. Jinsi nilivyosema ni kweli tupo hapa Kondele, na nyuma yangu taswira jinsi nilivyosema hakuna kulala. Hapa watu wameweza kujitokeza kwa wingi wakifuatilia tu matukio moja kwa moja kutokea Bondo, jinsi hali inavyoendelea kule. Lakini hapa leo imekuwa ni siku ya maana. Maduka yote katika jiji la Kisumu yalisalia kufungwa. Watu wote walikuwa wamekongamana katika ule uwanja wa Mamboleo, uwanja wa Jomo Kenyatta pale Mamboleo, ambapo imekuwa ni siku nzima mchana kutwa wa wakazi wa Kisumu na eneo hili la Nyanza kuweza kutoa buriani zao za mwisho. Pale kulikuwepo na taswira ya majonzi, watu ambao walikuwa wametikisika sana, lakini yote ni kwamba japo walikuwa wanaomboleza, vile vile walikuwa wanakumbuka kumbukizi za Raila, ule mchango wake katika demokrasia, mchango wake katika ukuaji wa uchumi, mchango wake katika kuchora taswira ya kisiasa humu nchini. Hapo kesho vile vile tutakuwa tunafululiza hadi kule Bondo, ambako kitakuwa ndio ibada ya mwisho sasa ya mzee Raila Amolo Odinga, kigogo wa kisiasa kutoka eneo hili. Hapo kesho tunatarajia kwamba watu watakuwa wameketi kufikia mwendo wa saa 12 asubuhi. Hapo kutakuwepo na misa na ibada ya mazishi ambayo itaongozwa na kanisa takatifu la Kianglikana, ambapo kisha baadaye kutakuwepo na unenaji wa watu wachache tu, kisha baadaye watakuwa wanaelekea katika eneo lile atakapopumzika Raila katika boma la babake pale Kango Kajaramogi. Kumbuka kwamba tayari matayarisho pale ni kama yamekamilika. Tayari kaburi lilishachimbwa, wahandisi wamejaribu kufanya moja mbili kuhakikisha kwamba mambo yote yako bambam kwa ibada ya mwisho ya hapo kesho ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Lakini sasa nipo hapa na wafuasi na waombolezaji wa Raila ambao wamekuwa hapa. Naomba niweze kuwahusisha katika mazungumzo ya moja kwa moja. Kaka, utatueleza jina lako, naomba usogee hapa. Na leo imekuwa ni siku ambapo Raila kwa mara ya mwisho amekuwa hapa Kisumu. Mmepata fursa ya kutazama mwili wake katika uwanja wa Mamboleo. Mmechukuliaje swala lile kwanza? Okay, kwa majina naitwa Bosco Mondi. Nimetoka all along from Kakamega kuja kuomboleza baba hapa Kisumu. Na leo ndio nimeamini baba amekufa. Si kwa nimeamini, ndio maana nilikuja hapa Kisumu niende nitazame mwili wake. Lakini tumeshukuru Mungu, ametusaidia na baba ametueleza vizuri. Sasa hii tumejua tuko na uwezo, tunaweza ongea, tuko na all the freedom. So as youth, we pray that we need to embrace what baba did. And more so, let's embrace peace. As we say, fair thee to baba. May God rest his soul in peace. Asante sana. Kuna mwingine hapa, naomba uweze kusogea hapa. Tuambie tu jina lako, ibada ya mzee ya mwisho umeichukuliaje? Asante sana. Mimi naitwa Kennedy Oduor. Nilikuja kuomboleza hapa Kisumu Mamboleo, na tumefurahi. Baba ametuachia uhuru ya kuongea, uhuru wa kushirikiana na watu wengine, na nasema pole kwa familia ya baba, na tuzidi tushikane pamoja ili nchi yetu kwe pamoja. Asante. Shukrani sana. Kuna kakaangu kwa hapa, naomba utueleze jina lako. Ibada ya mwisho ya baba imekuwa leo, wewe umechukuliaje kama kiongozi wa vijana hapa Kisumu? Asante sana. Jina langu naitwa Okoth Jeff. Tunaomboleza ndugu yetu na baba yetu Raila Amolo Odinga. We are remembering Raila as the Pan-Africanist. A lot of things he has done upon our lives. May his soul rest in peace. Joey, baba rest in peace. Ni baadhi tu ya wakazi ambao wapo katika eneo hili la Kondele. Jana usiku kucha kumekuwepo hapa na burudani. Wakazi waliweza kukongamana katika mzunguko huu wa Kondele wakifurahikia tu na kuweza tu kujivinjari hapa. Tunasema kwamba japo wanaomboleza baba, vile vile ilikuwa fursa ya wao kuweza kukongamana hapa, na hii leo tayari wameshaanza kukongamana hapa. Ishara tosha tu kwamba watakuwa labda wanakesha hapa
mkesha kutwa jana wamekuwa hapa. Leo vile vile tutakuwa tunaangalia tu mambo yatakuwa yanakwendaje, lakini cha msingi ni kueleze kwamba ibada ya Raila hapo kesho inatarajiwa kuwa na umati mkubwa. Leo kumekuwepo na maafisa usalama waliohakikisha tu kwamba kila kitu kilikuwa kinakwenda kwa mpango na ratiba jinsi ilivyopangwa. Hakukuwepo na unenaji wowote katika ule uwanja wa Mamboleo, na hapo imekuwa tu ni watu kuweza kufika pale kupanga foleni kufuatia ile gwaride lililowekwa na maafisa wa polisi. Hapo kesho vile vile katika uwanja wa chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga pale Bondo, tunatarajia mambo yaweze kuwa sawia. Tunatarajia hali kuu ya maafisa usalama ambao watakuwa wamefika pale kuweza kushika doria na kuhakikisha kwamba wageni wote kutoka hapa nchini na kutoka katika mataifa ya kigeni. Kumbuka kwamba Raila Odinga hakuwa tu kiongozi wa hapa nchini, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na bara zima la Afrika alikuwa anajivunia pamoja na ulimwengu kwa ujumla. Kwa hivyo tunatarajia wageni wengi kutoka humu nchini, bara Afrika na ulimwenguni kote. Lakini yote 9-10 itakuwa pale tu kuhakikisha kwamba kila tukio litakalokuwa linajitokeza katika ule uga wa chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga utakuwa tunakuletea matangazo yale moja kwa moja. Kwa hivyo toka hapa Kondele, Hassan, kwako studio. Asante sana mwanahabari mwenzangu huyo Bramwell Bwire ambaye amekita kambi katika eneo la Kondele, kaunti ya Kisumu, ambayo ni mojawapo ya ngome ama eneo ambayo lilikuwa ni mojawapo ya ngome ya kinara huyu kigogo huyu wa siasa mwenda zake Raila Amolo Odinga. Naam, hebu sasa pia tusikize kauli ya mjane wa